Karibu sana, leo ni siku nyingine tena. Karibu kwenye channel yetu ya wauzaji, ambapo tunajifunza mbinu mbalimbali kwa wauzaji kuweza kumudu kutumia vifaa vyao kama simu na vingine. Karibu sana. Leo nafundisha taratibu, step by step, pole pole, ili kila mtu aweze kuelewa. Taratibu, naomba ufuate hatua hizi. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza group la WhatsApp. Kama wewe ni mfanyabiashara, unaweza kutengeneza group lako la WhatsApp kwa ajili ya wateja wako kuingia. Sasa group la WhatsApp linasaidia sana, maana inaingiza watu wengi. Pia unaweza ukawa na watu mpaka 900 na wote wakawa ndani ya group. Actually group unaingiza watu zaidi ya 1024. Kwa hiyo kuna group moja lenye watu 900 ambao wanaweza kuwa wateja wako, inaweza kukuletea faida kubwa mno sana, tena sio kidogo. Sasa leo moja kwa moja twende hatua kwa hatua. Cha kwanza kabisa, kabla yote, inabidi unaingia Play Store. Play Store ni muhimu kwa ajili ya nitakuonesha hapo mbele. Cha kwanza unatafuta Play Store. Mimi Play Store yangu ni hii hapa. Basi naingia ndani ya Play Store. Baada ya kuingia ndani ya Play Store, moja kwa moja hapa nitatafuta nitaingia hapa kutafuta, kisha nitatafuta WhatsApp. Mimi natumia WhatsApp Business. Unaweza kuwa unatumia WhatsApp ya kawaida. Naandika hapo WhatsApp. Nadhani umeiona, ila mimi natumia WhatsApp Business. Kwa nitaandika WhatsApp Business. Nadhani umeiona hapa WhatsApp Business. Baada ya hapo nitabonyeza tafuta. Hii hapa button ya tafuta itakuja. Utaona hii hapa juu kabisa imekuja WhatsApp, inaonekana hapa. Basi nitagusa hii WhatsApp. Umeona? Baada ya kugusa WhatsApp, sasa hapa kuna mambo mawili. Mimi tayari nime-update, ndio maana unaona inaandika hapa open, afu hapa uninstall. Lakini sasa kama wewe utakuwa haina update kwako, basi utaona hapa inatokea neno update. Kikubwa inabidi kwanza i-update iwe katika toleo la juu kabisa. Na hiyo itakusaidia hata kufuata hizi step kwa urahisi zaidi. Usiache bila kuupdate, maana ni muhimu sana. Sasa hapa mimi muone po updated, nitarudi nyuma mpaka kwenye home. Baada ya hapo itanipaswa niingie kwenye WhatsApp. Sasa mimi natumia WhatsApp Business. Hii hapa WhatsApp ya biashara. Nitaingia hapa kwenye WhatsApp. Baada ya kuingia kwenye WhatsApp, utaona upo kurasa ya kwanza ambapo kuna call, chini kuna updates, afu nafuatia tools. Lakini mimi nitakuja kugusa hivi vidoti vitatu huku juu. Nadhani umeviona. Nitagusa vidoti vitatu. Baada ya hapo unaona kuna option nyingi: advertise, new group, new broadcast, community, label, linked devices, umeona, study pamoja na setting. Moja kwa moja mimi nitaingia kwenye setting. Taratibu tunaenda. Nitaingia kwenye setting. Baada ya kuingia kwenye setting, kunakuwa na option nyingi, lakini sasa sisi tumekumbuka nia yetu ni kufungua group la WhatsApp. Basi tunabonyeza hivi vidoti vitatu. Baada ya hapo umeona pameandikwa new group. Basi hapa nitabonyeza new group. Umeiona hii ya pili, new group. Sasa mfano nataka kufungua labda tuchukulie labda group lenye watu labda 100. Utawatafuta wote hapa ili uweze kumark, umeona, ili waweze kufungua group lako. Lakini mimi nataka mfano labda moja kwa moja nataka labda nifungue group na mtu mmoja labda anaitwa labda Wilson. Mimi nitaandika hapa Wilson au Wilson. Mfano hii hapa Wilson, mdogo wangu. Nitabonyeza hapa. Baada hapo tayari utaona nimeshamselect. Umeona, nilibonyeza hiki kidude cha duara hapa kulia kabisa. Baada ya kumselect hapo,
Baada hapo unashusha hii button chini, au unaweza ukabonyeza hiki kimshale. Nadhani unakiona hiki kimshale hapa. Hiki kimshale kinamaanisha continue. Basi mtabonyeza hiki kimshale. Baada hapo utaambiwa ufungue uandike group name. Hapa ni jina ni jina la group unataka liitwaje. Mfano sasa wewe inawezekana ikawa labda michango, labda mfano ya harusi mfano, au inaweza ikawa labda tunauza nguo, au labda beauty fashion, urembo, au labda beauty fashion, labda urembo, au labda pochi nzuri, au ufugaji wa kuku. Baada ya hapo kwa mbele unaweza ukabonyeza hii emoji hapa ukaweka emoji unazotaka, mfano pochi nzuri, alafu ukatia hii, umeona, au ukatia hii pochi nzuri, au ukatia na hii emoji, umeona, inafanya papendeze vizuri. Lakini mimi hapa nitaenda kuandika testing. Ili group nataka liitwe testing kwa sababu ni majaribio. Baada ya hapo option hii ya kamera hapa unaweza ukaweka picha ya group lako. Mfano unaweza kugusa hapo, kisha moja kwa moja nikachagua nataka kitu gani. Basi hapa mimi nitaingia kwenye gari. Mfano kuna picha nyingi hapa, labda mimi nikaweka labda picha labda hii Shulonga. Alafu baada hapo unabonyeza pa done. Kwa group hili itakuwa na picha hii hapa. Hii option hapa inaonyesha disappearing message. Mfano unataka message kwenye group lako sijifute kila baada ya muda gani, yaani mtu akituma baada ya muda huo basi ziweze kujifuta moja kwa moja. Hapa mimi nitabonyeza disappearing message. Kuna option masaa 24. Kwa message mtu yote akituma mkiwa mnachati baada ya masaa 24 iweze kujifuta automatic, au iweze kujifuta ndani ya dakika 7, au iweze kujifuta ndani ya siku 7, au iweze kujifuta ndani ya siku 90. Ndio maana unakuta kuna magroup mengine ikishafika baada ya masaa 24 unakuta zile message za jana hazipo tena, au baada ya wiki zile message zinajifuta. Sasa mfano mimi nataka message zijifute kila baada ya siku masaa 24, basi nitaweka hapa. Lakini sasa kama wewe ni mfanyabiashara au group lako ni la mambo ya msingi, inabidi tu upazime, kwa sababu hakuna haja yoyote ya kufanya wewe uweze message ziweze kujifuta, haina maana. Hapa chini kuna group permission. Hii group permission ni kuipa ruhusa mbalimbali group lako. Tunagusa hapa group permission. Baada ya kugusa utaona sasa ya kwanza kabisa ni kifungu cha members, yaani mtumiaji wa group utakaye muadi ule aweze kufanya nini kwenye group lako. Mfano hapa ipo inasema edit group setting. Je, unataka mtu yote unayemwadi aweze kuedit group lako, mfano jina, picha. Sasa hapa kuna wengine wakiingia kwenye group wanakuwa wakorofi, wanaanza kuedit, mara anabadilisha jina na nili la group, mara unakuta anataka set sijui timer au pin message. Hiyo inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo asilimia kubwa watu wanakuwa wanaifuta, ili admin wanaizima, ili admin peke yake ndio aweze kufanya namna hiyo. Na hii ni nzuri zaidi, bora uizime kuliko kuiacha tu hivyo on. Je, unataka mtu utakayemwadi au atakayeingia kwenye group lako aweze kutuma message? Kuna magroup mengine unaonaga mtu admin peke yake ndo anaweza akatuma message. Kama ni magroup ya hivyo labda hali ya taarifa tu, kwa hiyo unakuwa unaizima hapa. Lakini kama ni group ambalo unataka na mtumiaji naye aweze moja kwa moja kutuma, basi hiyo haina haja, wewe utafanya tu kuiwasha. Hii option ya tatu, je, unataka hii hapa add other members. Je, unataka mtu ambaye utamuadi, yani mwanachama wa group lako, naye aweze kuadi watu wengine? Sasa inategemea unataka iwe vipi, kwa sababu kuna mwingine ukimuadi ukaacha hiyo option on,
yeye anaweza kaadi watu wengine ambao wewe huwajui, wakawa wanatukana watu, wanajibu watu vibaya. Kwa inabidi kidogo utafakari sana hili swala. Mimi napendaga kuizima, lakini sio mbaya pia ukiacha wazi, inategemea na utakavyopenda. Hii option ya tatu, je, unataka huyu mwanachama ndio kimoja aweze kuwa kwa adi watu wengine kupitia linki, yani aweze kuchukua linki ya group lako kuikopi, yani akiiona akiingia kwenye group anaona linki ya group alafu anaweza kaituma kwa watu wengine. Kwa kuna wengine kweli wanapenda kuiwasha hapo, ila mimi napenda kuizima. Ila hata ukiwasha sio mbaya kama group lako unataka likue kwa haraka, kwa mtu anaweza kaadi mtu mwingine. Hii hapa option ya chini ni ya admin. Je, admin unataka kila mtu anayeadiwa uweze kumkubali kwanza wewe mwenyewe? Sasa kama umewasha hizi option mbili za juu hizi, add other member na invite kupitia linki, ni vizuri ukahasha hii ili admin kila mtu anayeadiwa admin aweze moja kwa moja kukubali yeye mwenyewe. Kwa watu wataadi, ataonekana ameingia kwenye group, lakini paka admin mwenyewe uje kumkubalia ndio aweze kuungana na wanachama wengine. Baada hapo narudi nyuma. Umeona tayari group inaitwa testing, group permission hiyo hapo. Sasa baada hapo utabonyeza hii tiki hapa chini. Umeona kuna tiki hapa hii. Utabonyeza. Baada hapo tayari utakuwa ushatengeneza group lako. Ukiangalia kwa juu hapa group tayari lipo. Ukiangalia huyu mwingine yupo, nilie Mwadi Wilson. Ukiangalia hapa kila kitu na group jina, kwa hapo wewe tu kulitumia, amna kingine. Hapa tumemaliza, hizo ni step. Ukitaka uelewe vizuri unaweza kurudia tena kuangalia hii video. Asante sana na karibu sana sana sana.